Sakata la kuahirishwa kwa mechi ya Yanga na Simba ambalo lilitokea siku kadhaa nyuma toka tarehe 8 mwezi huu wa 3 mwaka 2025. Japo muda umeenda sana toka hilo sakata litokee, lakini bado zengwe linaendelea. Yani bado zengwe halijatulia. Huku na huku ni vuta ni kuvute kati ya TPLB na TFF, lakini pia na timu hizi mbili yani Yanga na Simba, huku Yanga wakishikilia msimamo wao kwamba hakuna mechi yoyote ambayo watacheza na Simba kwenye msimu huu wa ligi zaidi ya ule ambao ulikuwa tarehe 8. Lakini pia wao wakasema watakubali kucheza mchezo huo ambao utapangiwa kama tu TFF na bodi ya ligi wataridhia matakwa yao. Moja, watoe sababu ambazo zilifanya kuahirishwa kwa mechi hiyo ambazo zina uzito wa hali ya juu. Lakini pia bodi ya ligi kwa maana ya TPLB wajiuzuru, lakini pia rais wa TFF bwana Wallace Karia naye ajiuzuru. Basi Yanga watakuwa tayari kuingiza timu yao uwanjani kwenda kucheza mechi hiyo. Lakini jana pia limetokea sakata mara baada ya msemaji wa klabu ya Simba kuhojiwa, na aliongea mambo mengi sana, lakini kubwa aliongea kwamba Yanga waliingia na mchecheto mara baada ya wao kupeleka basi ambalo limejaa mbuzi na wazee wafupi. Sasa hilo likamuibua msemaji wa klabu ya Yanga bwana Ali Shabani Kamwe na kuja na ujumbe huu hapa kwa bodi ya ligi ambayo inaendelea na uchunguzi wa kile ambacho kilisababisha mechi hiyo kuahirishwa. Sasa Ali Kamwe ye alianza na kusema, wakati wadau wa soka Tanzania wakiendelea kusubiri ripoti ya bodi ya ligi juu ya uchunguzi wa sababu ya kuahirishwa mechi ya dabi ya Kariakoo, leo viongozi wa Simba Sport Club wamekiri hadharani kuwa lile basi la BM lililozuiliwa na wamiliki wa uwanja wa Mkapa kuingia ndani ya mechi ndani ya uwanja, yani Machi 7, lilibeba mbuzi na wazee wafupi. Na wamekiri hadharani pia sintofahamu yote ya dabi ya Kariakoo inayoendelea hivi sasa ilianzia baada ya basi hilo kuzuiliwa kwa sababu kuna watu walipata mchecheto. Sasa akamaliza kwa angalizo kwamba ni vyema hili likatunzwa vizuri kwenye rekodi. Asanteni. Sasa huyo alikuwa ni bwana Ali Shabani Kamwe ambaye pia alikuwa analizungumzia sakata hilo ambalo linazidi kushika kasi mpaka sasa hivi. Lakini wakati hakujatulia sana ikaja taarifa ya kwamba serikali imeamua kuwaita mezani wadau hawa wa mpira ambao mpaka sasa hivi wanaendelea kuvutana. Na taarifa ikawa inasema March 27, 2025 pande tatu zote ambazo ni Yanga, Simba na TFF wameitwa na waziri mwenye dhamana ya michezo kwa maana ya Profesa Palamagamba Kabudi, ikiwa ni sehemu ya kuzungumzia sakata la kuahirishwa kwa mchezo wa dabi ya Kariakoo iliyopaswa kupigwa Machi 8, 2025. Simba waligomea mchezo baada ya kushindwa kufanya mazoezi kwenye uwanja wa Mkapa siku moja kabla ya mechi, ambapo ni takwa la kikanuni, wakati Yanga wakidai sababu hiyo haikutosha kufanya wapinzani wao kuingia mitini. Lakini TFF nayo ilichukua mamlaka ya kuahirisha mechi ikidai iliona malalamiko ya Simba yana msingi. Yanga wanasema hawatacheza tena mchezo huo. Je, tunajiuliza, Yanga watakataa mbele ya waziri mwenye dhamana ya michezo nchini au ni nini ambacho kitenda kutokea?
Wakati hili au sisi tukiendelea kujiuliza kwenye kikao hicho, Yanga watahudhuria au hawatahudhuria, na wakihudhuria, je, wataenda kukataa mbele ya waziri wa michezo au ni nini ambacho kitenda kutokea? Papo hapo leo mapema tukapata majibu kutoka kwa Alex Ngai. Huyu wote mnamjua Alex Ngai. Ni mjumbe wa bodi ya Yanga, ya utendaji ya Yanga, au kamati ya utendaji ya Yanga. Sasa yeye akaanza kwa kusema kikao ni kweli kipo tarehe 27, ilikuwa kifanyike Dodoma, lakini kwa sasa kitafanyika Dar es Salaam. Lakini ili nikupe taarifa nzuri zaidi, labda kikao kiwe kimekamilika, lakini kwa sasa siwezi kuzungumza chochote kwa kuwa sielewi ni nini kitatokea. Sidhani kama utakuwa uungwana kama umeombwa kukutana na mtu halafu ukakataa. Kama una nafasi unahudhuria tu, utasikiliza ulichoitiwa ni nini. Mwisho wa siku, kama jambo lipo nje ya uwezo wako, unaachana nalo. Hata kwenye jamii yetu tunayoishi nayo tunaambiwa usikatae wito bali kataa neno. Huyo ni Alex Ngai, mjumbe kamati ya utendaji ya Yanga. Sasa kama unaanza kuiangalia picha ya hili ambalo linaendelea kwenye sakata hili la kuahirishwa kwa mechi ya Yanga na Simba, utanambia kwamba panaonekana ni pagumu sana hapa, kwa sababu Yanga wengi walitarajia kwamba wanaweza kakataa kwenye hicho kikao, lakini Yanga wamekiri wataenda kwenye hicho kikao kwa sababu wameitwa, wamepata wito kutoka kwa waziri mwenye dhamana ya michezo kwa maana ya Palamagamba Kabudi, lakini wao hawatakuwa tayari kusikiliza au kupata chochote kile ambacho wataambiwa, bali wao wataenda na hoja au ajenda zao ambazo wameziweka mezani. Sasa mpaka hapo unaona ni jinsi gani ambavyo ugumu unatokea. Yanga wao wanaenda na hoja zao ambazo walishazitoa kwamba wao bila kujiuzuru rais wa TFF, lakini pia na bwana Mguto ambaye yeye anahusika na bodi ya ligi, basi hawawezi kucheza mechi hiyo, na serikali imeingilia kati hili ili hiyo mechi ichezwe. Sasa na Yanga wao wanasema kama ni swala la kufuata kanuni, basi wao wataenda kuwa wazi kabisa kwamba kanuni zifuatwe na TFF, lakini pia na bodi ya ligi waweke bayana ni kipi ambacho kilisababisha hiyo mechi iahirishwe, na waziweke bayana kwa kuzitolea ufafanuzi. So hiyo ndo misimamo ya klabu ya Yanga. Lakini pia ukianza kufuatilia, hizi klabu zinaongozwa na wanachama. Sasa wanachama wa Yanga wao wameshaingia moto kweli kweli, wanasema hiyo mechi haitachezwa. Wao wanachoangalia ni pointi 3. Sasa endapo watakaoenda kwenye hicho kikao wakakubali kucheza hiyo mechi, wakae wajue italeta mgogoro mkubwa sana au itawagawa baina ya mashabiki na wanachama wa klabu hiyo, lakini pia na viongozi. Ndio maana ukiangalia ili swala kiundani sana, unaona ni swala ambalo ni gumu na ni la moto kweli kweli. Sasa tusubirie ni kipi ambacho kitenda kutokea hapo kesho kwenye hicho kikao ambacho kimeitwa na waziri mwenye dhamana ya michezo kwa maana ya Palamagamba Kabudi. Tuone, je, Yanga watalegeza misimamo yao, watakubaliana na serikali kile ambacho inataka, au Yanga watasimamia msimamo wao kwamba mpira uwe mpira na serikali iwe serikali, kwa sababu pia inajulikana kwamba serikali haitakiwi kuingilia masuala ya michezo, na ni hatari kweli kweli, kwa sababu kama FIFA wakaligundua hili, tukae tujue TFF itakuwa kwenye matatizo makubwa kweli kweli. So tusubiri tuone ni kipi ambacho kitatokea. Je, ni busara zitaenda kutawala kesho au kanuni zitawekwa mezani na waziri mwenye dhamana ya michezo atatoa hukumu yeye kama yeye? So tusubiri ni nini ambacho kitaenda kutokea.